السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Ndugu zangu, leo ni ukurasa mwingine katika darsa yetu ya usulul fiqh katika kitabu chetu hiki kinachoitwa Imta'ul Uqul bi Rawdatil Usul. Na leo tuko katika ibtalu shartul ibada au juz'un muttasilu biha, kubatilishwa kwa sharti la ibada au sehemu inayoshikamana na ibada hiyo. Muallifu alkitab anasema law rufi'a mathalan min adh-dhuhri rak'atan, lau kama zitaondolewa kwa mfano katika swala ya adhuhuri zikaondolewa raka mbili, au batala ishtiratu taharati fihi, au kukabatilishwa kile kitendo cha kushartisha tahara katika swala, fahal yakunu hadha nashan lilibadati al-asliya kulliha am la? Je, kitendo hiki itakuwa ni nashu kwa ibada za asili zote au hapana? Dhahaba Abu Hanifa, amekwenda Imamu Abu Hanifa ila anna hadha naskhun li jumlati al-ibadati al-ula, katika kusema kwamba hii itakuwa ni naskhu kwa jumla ya ibada zile za mwanzo. Lianna ar-rak'atayn, kwa kuwa zile raka mbili lam takun tujzi'u, hazikuwa zikitosheleza hapo mwanzo, fasarat mujzi'a, yalipokuja mabadiliko zikawa ni zenye kutosheleza. Wa hadha taghayir wa tabdil, na mabadiliko haya na mageuzi haya, fahuwa naskhu, basi ni naskhi. Kile kitendo tu cha kupatikana mabadiliko, basi tayari hiyo itakuwa ni naskhu. Hii ni kauli au ni msimamo wa Abu Hanifa. Wa dhahaba al-jumhur, na wakenda jamhuri ya wanawachuoni, ila anna hadha laysa binaskhi li jumlati al-ibadati al-ula, katika kusema kwamba hii sio naskhi ya jumla ya ibada za mwanzo. Lianna ar-raf'a, kwa kuwa ule unyanyuaji au ule uondoshaji, inama tanawala al-juz'a faqat, hakika si vinginevyo umeipata sehemu tu, sio ibada zote, umeipata sehemu tu, ni ile raka mbili, ni sehemu tu ya zile raka nne. Duna aljumlati, kinyume na jumla. Wama siwa dhalika, na mengine yasiyokuwa hayo, baqin bihalihi, ni yenye kubakia katika hali yake ile ile. Falaisa binaskhin, basi hii sio naskhu. Kasalati kanat ila baitil maqdis, kama vile swala hapo mwanzo ilikuwa watu ni kuelekea baitil maqdis, thumma nusikha dhalika ila al-Kaaba, kisha jambo hilo likafutwa na ikawa watu kuelekea al-Kaaba. Walam yu'tabar dhalika naskhan lis-salati, na wala halikuzingatiwa hilo kuwa ni naskhu ya swala nzima, kwa sababu kilichofutwa pale ni swala la kuelekea tu. Mbona haikuwa naskhu kwa swala nzima? Kwa hiyo jumhurul ulama wao wanasema naskhu ikiipata sehemu ya ibada haiwezi ikawa ni naskhu li jumlati al-ibadati al-ula. Wakatoa mfano, mara ya kwanza qibla ilikuwa ni kuelekea Baitul Maqdis, lakini baadaye yakaja mabadiliko, watu wanatakiwa waelekee Baitul Haram. Sasa hiyo haikuitwa kuwa ni naskhu. Basi leo tutaishia hapo, lakini somo linalofuatia tutaelezea naskhul ibadati ila ghairi badali, naskhu ya ibada kwenda katika kitu kisichokuwa na badali.
Yani ibada inafutwa lakini hakiletu kitu cha badala. Tutakuja kuona hapo insha Allah. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azidi kutuwafikia na kuturuzuku ilmu na fahamu juu ya haya tunayoyaendea. Wallahu wali tawfiqi wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.